Wana Marazi hoye! Vile Mheshimiwa Haika amesema, mimi naitwa Fred Kapondi, natoka kule Mount Elgon. Constituency yangu ni mpakani na Uganda. Na mimi niko bunge, ine awamu yangu ya 3, ningekuwa awamu ya 4. So kwa hao waheshimiwa mimi ni kaka. Na Mheshimiwa Bwire, kama mimi ni mweusi, lakini kwa sababu ya weusi wangu nikasema nitafuta bibi mwenye yako mweupe. Na niko na bibi yangu yuko hapa, ngoja asimame. Kwa sababu tunasaidia kubadilisha rangi ya watoto. Ya pili, unajua kuongea hapa mbele yenu baada ya Bwire mwenye hapa, baada ya Haika na baada ya Mishi Mbogo ni ngumu sana, kwa sababu Kiswahili ni hapa. Mimi ni mkale kutoka kwa Mount Elgon, so Kiswahili yangu yuko, hata nimwambia bibi yangu unaweza kuja kusalamia kidogo, akasema haiwezekani kwa sababu Kiswahili yake ni mbaya. So mtatuia radhi kidogo, lakini mimi nitatoa ushauri 2 peke yake. Ya kwanza, Bwire, ulinitoa maneno kwa mdomo. Ile ulishauri ulipatia watoto. Sisi kama wabunge tukisimama mbele yenu, kila mtu akisema historia yake, tumetoka mbali. Kumaanisha chenye unataka kwa maisha utapata. Mimi huyu Bwire umesema yako, mimi si kusoma mwaka moja. Nilikaa nyumbani kwa sababu boma yetu ilikuwa ya chini sana. Nilikaa nyumbani, nikakosa matumaini ya kusoma. Lakini mpaka Good Samaritan ndiye akanipeleka shuleni. Na mimi ndio huyu. Na mimi kwetu peke yake ndiye nimesoma, wengine hawajasoma. Mimi ni wa mwisho. Hiyo ni historia. Kumaanisha kila mtu, hao watoto vile inasemekana ni viongozi wa kesho watakuwa viongozi, kwa sababu kila kitu inawezekana. Ya pili, ningependa kutoa ushauri kwa wazazi ya kwamba sikia sauti ya viongozi wenu. Mkiwa watu wa kusikia chorus kutoka mbali, ile wimbo haujui, mtu anaamusha leo unaitikia. Kwa mfano vile Misha amesema hapa, mtu anaanzisha nyimbo ya Kasongo, leo unaitikia. Na hujui kiini ya huyo mtu ni nini. Pengine ameshiba, lakini wewe bado unatafuta. So sikiza sauti ya viongozi wenu. Mimi nitatoa testi moja ya rais wetu. Kwa sababu mimi nilikuwa mbunge wakati wa Kibaki, nimekuwa mbunge wakati ya Uhuru, niko mbunge wakati wa Ruto. So naelewa marais wote 3. Na kuchaguliwa kama kiongozi kuserve under 3 leaders si kitu rahisi. Niko na ushauri. Kwa mambo ya walimu, wakati wa Kibaki, walimu walikuwa wanaajiriwa kama 5,000 kwa mwaka. Kwa miaka 5, pengine walimu 30,000 ama 40. Wakati wa Uhuru ilikuwa vile vile. Lakini saa hii wakati wa Ruto, walimu wala wamekaa nyumbani kwa muda mrefu. Wameajiri kwa miaka 2 walimu 76,000. Tunaenda mwaka ya 3 wanaajiri wengine 24,000. Watafika 1,100. So tunataka nini kama viongozi? Tunataka nini kama wananchi? Tunataka maendeleo. So hii siasa ya kugawanyisha wa Kenya, sisi tunasema hii ni mapepo na hatutaki. Tujipende, tupende nchi yetu, tupende rais wetu, tushike kwa mikono. Wakati Haika ameniambia jana ya kwamba tutakuja hapa kupeana school van kwa primary school, nimuuliza public primary school. Hata kwangu hakuna, hata ilikuwa ni ndoto. Nimekuja kujifunzia hapa, hata public primary school naweza kupata nini?
nimekuwa kwa mafunzo. Ile kazi unafanya ni kazi mzuri, na Mwenyezi Mungu atafungua na mambo mengi. Na wananchi wa hapa Taita Taveta, huyo Haika ni mdosi wangu pia. Yeye ni mwenyekiti wa kamati ya diaspora. Mimi ni member, one of the senior members. Akitoa amri na itika. Na kuitika amri kwa kabila yangu kwa mama ni ngumu. Ni ngumu, lakini kuitikia amri ni kumaanisha kweli muko na kiongozi. So mimi nasema mshike mkono, hii sehemu inastahili ibadilike. Yale yote imetajwa ya maendeleo itawezekana tu tukiendelea kushika rais wetu William Samoei Ruto mkono. So wangapi wanasema rais wetu 10 bila break? Wangapi wanasema rais wetu 10 bila break? Sinasema asante kwa sababu Kiswahili yangu ni